Bwana, hii haina kipengele. Kipengele labda uje nacho wewe. Hii ni slogan maarufu ambayo runinga ya Azam Media imekuwa ikitumia kunogesha dabi ya Kariakoo. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 3, siku ambayo tunakwenda kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hapa ni nje ya dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, ambapo dimba hili leo tunatarajia litahodhi mchezo huu mkubwa barani Afrika. Lakini kabla ya kuhodhi na kutohodhi, jana tumeshuhudia mambo mbalimbali yakiendelea katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Majira ya jioni 12 kuelekea saa 1, basi la Simba Sports Club lilionekana katika geti kubwa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Ilionekana ya kwamba Simba amekuja kufanya mazoezi ya mwisho ndani ya uwanja huu kama ilivyo kanuni ya timu mgeni. Lakini mara baada ya Simba kufika katika dimba la Benjamin Mkapa, inaelezwa ya kwamba walizuiwa kuingia ndani kwa kuwa meneja wa uwanja hakuwa na taarifa ya ujio wao. Hivyo kamishna wa mchezo alifika na wakazungumza, yakaisha, wakaruhusiwa kuingia. Wao wakadai ya kwamba licha ya kuisha, waliodaiwa kwamba ni walinzi ama masteward wa Young Africans waliwazuia kuingia ndani ya dimba hili la Benjamin Mkapa. Tafarani ikaanzia hapo, mauzauza yakaanzia hapo, kwani Simba alikuwa anataka kuingia, lakini mabouncer ama masteward wa Yanga wakawa wanakataa Simba kuingia. Huo ni kwa mujibu wa mashuhuda ambao walikuwa katika eneo hili. Lakini baada ya hayo kutokea, Simba aliamua kushika njia na kuondoka baada ya usiku kuwa mkubwa. Akarejea alikotoka, lakini usiku wa kuamkia hii leo tukashuhudia taarifa rasmi kutoka Simba Sports Club ikieleza ya kwamba hawatocheza mchezo huu mpaka hatua zitakapofuatwa kwa wale ambao walikwamisha wao kuja kufanya mazoezi hapa kikanuni. Hivyo wanataka waliowazuia waadhibiwe, la sivyo mnyama hatocheza dabi hii ya leo. Ayoma Media tupo hapa, pengine tuna mambo mawili ya kukuhabarisha. Either dabi ichezwe tukuonyesha ambacho kitaendelea hapa, lakini hata kama dabi haitochezwa kama ambavyo wamesema Simba, sisi tutakuripotia na kuonyesha kunani, kama ambavyo hivi sasa mtaalamu Jadaziz Ali Shentembo waweza ni itajadu na kuonyesha kinachoendelea nje ya dimba hili. Hii ndio hali halisi nje ya dimba la Benjamin Mkapa mapema hivi sasa. Wapo mashabiki wa Simba lunyasi wanaonekana nje ya dimba hili licha ya timu yao kutoa statement ya kwamba wamesusia mchezo huu wa leo. Lakini pia mashabiki wa Young Africans wanaonekana kwa wingi nje ya dimba hili la Benjamin Mkapa, kwani wakati mimi nakuja hapa, statement ama official statement kutoka katika page ya Young Africans imetolewa. Yanga wakieleza ya kwamba wao wataleta timu Benjamin Mkapa, wao wapo tayari kwa mchezo. Puuzeni propaganda wananchi ambazo zinaendelea kwamba mchezo haupo. Hii ni kwa mujibu wa Young Africans. Hivyo Yanga wapo tayari kuleta timu hapa, na ndio maana sishangai kuona idadi kubwa ya wananchi nje ya dimba la Benjamin Mkapa. Leo ni usiku wa dabi ya Kariakoo, saa 1:15 usiku. Dabi tunaitegemea ipigwe hapa. Steven Mguto yeye amesema ya kwamba kutoka bodi ya ligi amesema ya kwamba wanaitisha kikao na wanakwenda kujadili nini hasa kilitokea jana katika geti kuu, na ambaye atabainika basi hatua stahiki zitachukuliwa. Wao wanajua ni vyema zaidi ama ni wapi zaidi bora kwa wao kuweza kupafuata ili haki ifuatwe. Hivyo tunasubiri pia taarifa kutoka kwenye bodi ya ligi ama kutoka kwa wasimamizi wa ligi yetu. Wao ndio watakuja kufinalize na sisi tutajua dabi ipo ama haipo. Hili lote pia ama haya yote pia tunapaswa kuyangoja na kuona kama yatatokea. Lakini hivi sasa mimi langu ni kuonyesha ambacho kinaendelea, na umeona pilika wananchi ni wengi hapa Benjamin Mkapa, lakini pia lunyasi wapo Benjamin Mkapa
hata kama timu yao imesema haitokuja uwanjani. Mimi naitwa Jado, weza niita mtaalamu Al-Jad Aziz Ali Shentembo. Nichukue nafasi hii kukusihi na kukuasa, endelea kuwa karibu na kurasa zetu, kwani tutakuripotia yote ambayo yanaendelea nje ya dimba la Benjamin Mkapa hivi sasa, na hata muda ambao mechi tunataraji itaisha. Endelea kuwa nasi, kwa heri.